Tanzania ihakikishia dunia usalama vituo vya utalii. Yasema serikali imefanya jitihada na kurejesha nchi katika hali ya utulivu kufuatia kadhia iliyotokea wakati wa na baada ya uchaguzi. Lakini pia Samia ateua wabunge, Dr. Bashiru naye ndani. Sasa hivi unajua walioteuliwa sasa hivi amebakiza nafasi 4 tu, amebakiza nafasi 4 kwenye zile nafasi zake 10. 6 tayari wameshateuliwa na leo wanaanza majukumu yao. Sasa imekaaje? Ngoja nikujuze. Na habari hii pia wameipa uzito gazeti la Nipashe pale, wameandika vivyo hivyo. Kwenye gazeti la Nipashe pia na wao wameipa uzito habari hii ya Mheshimiwa Rais kuteua wabunge wakiwemo kina Gwajima pale. Na yenyewe nasema Samia awarejesha bungeni Gwajima, Bashiru na Mwinyi. Naelewa? Sasa ngoja nikujuze imekaaje. Iko hivi. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania namzungumzia Samia Suluhu Hassan amefanya uteuzi wa wabunge 6 kwa mamlaka alionayo chini ya ibara ya 66 kifungu cha kwanza ya katiba Tanzania inayompa mamlaka ya kuteua wabunge 10. Sasa hivi ameteua 6. Kwa hiyo bado 4. Lakini pia taarifa ya uteuzi wa wabunge hao ilitolewa jana Jumatatu Novemba 10 mwaka 2025 na kutiwa saini na Katibu Mkuu Kiongozi Balozi Moses Kusiluka. Kwa uteuzi huo unaambiwa zimesalia nafasi 4 tu ambazo rais anaweza akazijaza. Unafikiri kwenye hizo 4 atamteua nani mwingine? Ngoja nikupe listi ya 6 walioteuliwa. Miongoni mwa walioteuliwa Jumatatu wa kwanza ni Dr. Dorothy Gwajima. Niliposema Gwajima watu wakashtuka. Gwajima yupi? Ni Dr. Dorothy Gwajima. Namba 1. Sawa bwana, ambaye huyu alikuwa ni waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na wenye mahitaji maalum. Lakini pia Balozi Mohamed Thabit Kombo wa mambo, ambaye alikuwa pia ni balozi wa balozi wa mambo ni waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki. Lakini pia mwingine aliyeteuliwa ni waliwahi kuwa katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi CCM, na mzungumzia Dr. Bashiru Ali, ambaye pia aliwahi kuwa katibu mkuu kiongozi na mbunge kwenye bunge lililopita hapo nyuma, lile bunge la 12. Lakini pia Dr. Bashiru, Balozi Kombo na Dr. Gwajima wameteuliwa kushika nafasi hizo kwa kipindi cha pili sasa hivi. Hiki kinakuwa ni kipindi chao cha pili. Sasa uteuzi huo pia umehusisha Dr. Rimo Nyansako, ambaye pia ni mkurugenzi mkuu wa mfuko wa hifadhi ya jamii kwa watumishi wa umma, yani PSSF. Lakini pia yumo Abdalla Ali Mwinyi aliyekuwa mbunge wa Mahonda pale, ambaye pia ni mwenye kura za maoni, kwenye kura za maoni alikatwa, au sio bwana? Sasa amerudishwa na Mheshimiwa Rais. Lakini pia mwingine ni Balozi Hamis Musa Omar. Unafikiri kwenye hizi 4 nafasi 4 zilizobaki Rais Samia atamteua nani na nani na nani? Weka komenti yako hapo chini. Lakini pia kwa unayetupata live kabisa kupitia masafa 92.9, tuambie kupitia 0779729593. Unafikiri ukiangalia hivi unaona nani atajaza hizo nafasi 4 zilizobaki? Yani kama unamjua unasema tu, weka tu hapo, si una weka tu hapo, alafu mambo yanaendelea. Tuendelea na habari nyingine, ambapo habari nyingine nasema ahadi ya kamishna mkuu wa TRA yatekelezwa Ilala. Lakini habari hiyo utaipata kwa undani kabisa ukurasa wa 5 wa gazeti la Majira, au sio bwana? Na tunazidi kusonga mbele kabisa kwenye gazeti hili la Majira. Kuna habari bado ni nyingi hapa msikilizaji, na habari nyingine ambayo imepewa uzito nasema bodi ya wakurugenzi TIL yabadilishwa mikoba rasmi. Ukurasa wa 4 kuna undani wa taarifa hiyo. Habari nyingine nasema, sasa hapa naomba unisikilize vizuri na nahitaji maoni yako pia. Kwa mujibu wa gazeti la Majira ukurasa wa 11 nasema hivi: kunyonya vidole utotoni, yani ile kunyonya vidole utotoni, tabia yenye ukweli na changamoto za kiafya, kwamba tabia hiyo inahusishwa na changamoto za kiafya. Sasa wewe mzazi, ulishawahi kujua tabia ya mwanao kunyonya kidole, aidha ni kidole gumba au chochote kile? Ulishawahi kujiuliza kwamba kufanya hivyo, tabia hiyo inahusishwa na changamoto za kiafya? Kama bado au kama ulishawahi, niambie, weka komenti yako hapo. Lakini pia weka ujumbe wako. Unafikiri kumbe ulikuwa hujui? Kama ulikuwa unajua, chukua hiyo. Kunyonya kidole kwa mwanao kuna ashiria matatizo fulani ya kiafya. Na habari nyingine ambayo tunamaliza nao kwenye gazeti la Majira anasema Rais Mwinyi azindua baraza la wawakilishi, atoa mwelekeo. Na kama tulivyoangazia,
ametoa mwelekeo chanya kuelekea namna ambavyo sasa serikali ya Zanzibar inaenda kupaisha na kufanya kazi. Tunakamata gazeti jingine hapa na kipekee nakamata gazeti la Mwanahabari. Gazeti la Mwanahabari pia kuna habari zimeandikwa hapa. Gazeti la Mwanahabari limeandika Dr. Samia ateua wabunge 6 ambao nimekusomea na nimekuambia, lakini pia Tanzania yaihakikishia dunia hali ya utalii iko salama. Viongozi Chadema waachiwa kwa dhamana. Viongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema wameachiwa kwa dhamana. Sasa nataka kujua ni kina nani, kwa sababu kuna watu wakasema wameachiliwa huru. Sasa nisikilize, iko hivi. Jeshi la polisi limewaachilia kwa dhamana. Kwa dhamana. Elewa hapo, ya viongozi waandamizi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo yani Chadema, akiwemo makamu mwenyekiti wa chama hicho bara, namzungumzia John Heche. Kwa mujibu wa wakili wao Hekima Mwasipu, wakili wao, viongozi hao waliachiwa jioni ya jana Jumatatu Novemba 10 mwaka 2025 na wanatakiwa kuripoti tena leo sasa Jumanne saa 5 asubuhi katika kituo kikuu cha polisi jijini Dar es Salaam. Mbali na Heche walioachiwa wengine ni naibu katibu mkuu bara, namzungumzia Amani Gorugwa, lakini pia mjumbe wa kamati kuu Godbless Lema na mwenyekiti wa kanda ya Pwani Boniface Jacob au maarufu kama Boniai wameachiliwa jana. Sasa Lema pia Gorungwa na Boniai ni miongoni mwa viongozi waliokamatwa hivi karibuni wakidaiwa kuhusika na maandamano yaliyopelekea vurugu kabla ya na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka 2025, nazungumzia ile Oktoba 29. Katika baadhi ya mikoa ikiwemo Dar es Salaam, Arusha, Mwanza, Mbeya, Songwe, Kilimanjaro, Dodoma, Mara na Ruvuma kulitokea vurugu nyingi. Hizi sasa zinahusishwa kwamba hawa viongozi wa Chadema wanahusishwa na vurugu hizo, ndio maana jeshi la polisi likawakamata. Kwa hiyo ukiuliza sababu ndio hiyo nimekupa. Wakati Heche alikamatwa tangu Oktoba 22 mwaka 2025. Ikumbukwe Heche wakati anakamatwa uchaguzi umefanyika Oktoba 29. Kwa hiyo kwa mujibu wa taarifa hizi ukioanisha kuna kitu tunakipata hapo. Sasa kwa Heche alikamatwa ilikuwa ni nje ya mahakama kuu ya Dar es Salaam alipokuwa akielekea kusikiliza kesi ya mwenyekiti wa Chadema na mzungumzia Tundu Antipas Lissu anayekabiliwa na mashtaka ya uhaini. Mambo alikuwa hivyo, kwa hiyo wapo nje kwa sasa. Tunaendelea na habari nyingine. Ukitaka undani wa habari hiyo kwa mujibu wa gazeti la Mwanahabari utaikuta ukurasa wa 3 pale. Utaikuta kwa uzuri kabisa na mambo yataenda poa zaidi. Kwa hiyo mambo yameenda hivyo na kwa mujibu huo sasa inabidi tumwangazie na tuangalie mwanasheria wa Chadema anazungumza nini kuhusiana na viongozi hao kuachiliwa na ilikuwaje wakaachiliwa na maelekezo waliopewa nini cha kufanya. Mwanasheria, karibu. Kama ninavyokumbuka alikamatwa tarehe 22 kwenye viunga vya mahakama kuu alipoenda kuhudhuria kesi ya mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Mheshimiwa Tundu Lissu na akapelekwa Dodoma. Sasa almost kuanzia tarehe 22 mpaka siku ya leo alikuwa chini ya polisi. So baada ya kuandika maelezo yake kama tulivyotoa taarifa awali kwa tuhuma zile za ugaidi, hatimaye leo amepewa dhamana pamoja na viongozi wenzake. Viongozi wengine ni naibu katibu mkuu Amani Gorugwa, mwenyekiti wa kanda ya Pwani ambaye pia ni mjumbe wa kamati kuu anaitwa Boniface Jacob, na mwingine ni mjumbe wa kamati kuu Godbless Lema. Hao ndo wajumbe wa kamati kuu au viongozi wa chama ambao walijisalimisha baada ya tangazo la polisi. Amani Gorugwa alikuwa Arusha na Godbless Lema alikuwa Arusha. Kwa hiyo baada ya tangazo la juzi la kuwatafuta hawa viongozi, wao waliamua kwenda kujisalimisha kwa ajili ya kwenda kuchukua maelezo na vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo hakuna aliyekamatwa kati ya hao isipokuwa wao ndio walienda kujisalimisha katika vituo vya polisi. Maelekezo ambayo wamepewa ni kwamba kesho saa 5 asubuhi wanatakiwa wakaripoti kituo cha polisi cha kati, kwa maana Central Police Station mida saa 5. Then watapewa maelekezo mengine baada ya hiyo saa 5 kwamba nini kitaendelea au wana nia gani nyingine baada ya hiyo kesho saa 5. Kwa hiyo tutapata majibu baada wao kuripoti hapo kituo cha polisi cha kati. Kimsingi kuhusu makamu mwenyekiti kwa maana John Heche, nilishatoa taarifa awali, nafikiri tuzungumza na ninyi kwamba alikuwa anatuhumiwa na tuhuma za kujihusisha na matendo ya kigaidi. Lakini kwa hao wengine ambao viongozi waliokamatwa baada ya kujadiliana nao leo wanasema watatoa kauli wao kesho
saa 5 baada ya kuripoti polisi kwamba walikuwa na tuhuma gani na wanastakiwa kwa kitu gani. Upande wa jamhuri wametoa taarifa kwamba walikuwa na mashahidi ambao walikuwa kutoka mkoani huko Ruvuma. Kwa hiyo kwa sababu ya swala la kiusalama imekuwa ngumu kuweza kuwasafirisha kuja Dar es Salaam kuja kutoa ushahidi wao kwenye kesi ambayo inamkabili mwenyekiti. Lakini vile vile Lissu mwenyewe kwa maana mtuhumiwa naweza nikasema hakuweza kufikishwa leo mahakamani kwa sababu ambazo upande wa jamhuri walieleza mahakama kwamba swala la kiusalama limekuwa kikwazo cha yeye kufikishwa mahakamani na waliomba siku 14 ili aweze kufikishwa mahakamani. Lakini mahakama ikatoa amri kwamba tarehe 12 kesho kutwa afikishwe mahakamani na hao mashahidi wawepo ili kesi iendelee kusikilizwa kama wanavyopanga wao. Msingi mahakama inaweza ikaahirisha kesi kunapokuwa kuna reasonable ground au sababu za msingi. Sasa swala la sababu gani ya msingi au sababu gani sio ya msingi ni swala la mahakama kupima uzito wa hoja ambayo inataka kuahirisha kesi. Kwa misingi hiyo swala la kiusalama waliona ni sababu ya msingi, ndio maana leo waliamua kuahirisha shauri, lakini wakasema siku 14 ni nyingi sana. Kwa hiyo anatakiwa kuletwa tarehe 12 ili shauri hilo liendelewe kusikiliza mapema iwezekanavyo.